naona unafanya kazi kidogo. Basi wewe nakusaidie. Sasa siku moja natakuwa waacha kufanya kazi kama hizi. Hizi natakuwa nafanya mimi mwenyewe. Mbona unajua kuosha vyombo? Tena sio kuosha vyombo tu. Mimi najua kupika, najua kufua nguo, na kazi nyingine nyingi sana. Mbona mama yake nipikia? Ni swala la muda tu hilo. Anasoza. Sasa, mbona vyombo vyenyewe viko vichache hivi? Vingine viko wapi? Tuliosha vyombo jana usiku ndo mama mimi vichache. Sasa, mimi nataka leo pumzike. Hivi hapa hivi. Niache mwenyewe nivioshe. Yaani vyote vinimalizie. Hivi Esma, kwa nini ulihama kule na kuja hapa? Oya tu shoga yangu. Kakaangu toka aliporudi kutoka kijiji cha pili, akaamua uze ile nyumba aje kununua huku. Kule kuna mauzauza, kuna mauchawi, ndio maana tumekuja kufanya maisha yetu. Mbona kinyonge kulikoni? Mimi hapa nilipata siri. Uwele kuhusu nini? Na mkaka, inshallah tumpenda. Na umeshajaribu kumwambia ukweli kwamba unampenda? Hapana, sijafanya hivyo. Hapa nilipo nishapoteza vingi sana kutafuta furaha ya moyo wangu. Dada alishaolewa na mwanaume wa ndoto zangu. Unasema mwanaume wa ndoto zako? Unamaanisha shemeji yako? Mimi si nishakukataza achana na shemeji yako, acha kumwaza, acha kumweka akilini, sio wewe. Mwache dada yako endelee na shemeji yako wale maisha. Sio kirahisi hivyo kama unavyofikiria. Nilimpenda sana shemeji. Kuna muda namuonea wivu dada. Natamani mimi ndo ningeshika nafasi yake. Moyo unaniuma sana. Sijui pa kukimbilia ni wapi. Muoneni huyu. Acha ujinga wako. Naona sasa unatumia moyo kufikiria na sio akili. Esma, natamani ningemwacha dada na shemeji na maisha yao. Nisingemuonea wivu. Lakini najikuta tu ni moyo wangu. Nampenda sana yule mwanaume. Mwache dada yako. Nenda sasa kumfuate mwanaume ambaye unampenda wewe, unamueleze ukweli. Pate majibu yake. Huwa natamani kia yule kijana mwingine ambaye nishoka kuvutiwa naye. Ningemfanya kuwa mume wa maisha yangu. Lakini kila ninapomtazama inaonekana tu ana mtu mwingine. Yuko anayempenda. Huwa inaniuma sana. Sijui hata nifanyaje. Sina pa kuelekea. Sawa, nitafanya hivyo. Hayo ndo maneno. Haya, nikuache. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza dunia. Mwalimu mzuri ila ameshindwa kunifunza,
tofauti kati ya maisha na mapenzi. Vipi mpenzi wangu, mbona umeniumia? Wakati nikuchekee. Kuona na swala ulizungumza asubuhi lile ni nzuri sana, lina maana au vipi? Hamna mpenzi wangu, kwa mimi nimeongea vibaya. Lile liko na maana gani? Mimi sikujua kama utamind hivyo. Hivi wewe, yani umekaa sijui umefikiria nini, unaongea tu tulitoka kwenye chama cha uchawi. Au unataka mema? Au unataka mimi nife? Yaani una kirahisi tu kujitoa kwenye chama cha uchawi. Alafu sikia nikwambia kitu kimoja. Tumeanza na masuala ya uchawi, mahusiano ndo yakafuata. Masuala sijui kuniambia tuache uchawi, tulinde mahusiano yetu vizuri koma. Kwa sababu mimi na wewe tumepatana kwenye uchawi. Masuala kuniambia tuache uchawi kwa ajili ya mahusiano yetu sitaki. Ni mara 10 niachane na wewe, lakini sio kuacha uchawi. Umefikia huko mpenzi wangu? Unataka nifikie wapi? Si unataka mwenyewe? Ni masuala kipuzi sitaki. Sijui umenielewa? Mimi hata sitaki tuachane. Mimi nishakuzoea wewe. Sasa tuachane hapo, mimi nitakuwa na nani? Na kwa hiyo ndio nishakuzoea ubalangu. Afadhali mdogo wangu ulipofika, naomba usaidie hiyo ndugu. Wewe dada, siku hizi una shida gani? Hiyo miguu yako imelemaa. Ina maana huwezi kutoka hapo hadi hapa kuja kuchukua hii ndoo mwenyewe. Umekaa kama kiwete yani. Niingie zangu ndani, nie maana wachawi washaanza mchana kweupe kutafutana mabaya tu. Samahani wangu, kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani tu? Hivi siku ile ambayo nimelala hapa uwane, ulikuwa umeshika sijui chungu. Nilipo sijitambui mpaka nakona kwenye hali ile. Kiukweli imenipa mashaka sana. Kwani wewe ni mganga? Au labda pengine hayo mambo umeajilia hapa, maana sijawahi kukuona ukiwa hivyo toka tumeanza show tumeka dakika. Sorry sana. Lakini naomba na mimi nikuulize swali moja. Hivi unaweza kuniambia mara ya mwisho ulivyotoka hapa? Ukaenda huko ulikoenda mpaka ukapata hilo lililokupata na ukuamka baada ya siku zote hii. Unaweza kuniambia ulienda wapi? Naona umekubali kuolewa na mimi. Hapana, mimi sijakubali kuolewa na wewe. Ila tu nimekuja hapa kukuomba umwache mdogo wangu pamoja na mwanaume wangu. Naona wewe ni mtu mzuri sana, unaweza kufanya hivyo. Basi ngoja nikwambie, hakuna msaada wa bure duniani. Na kuna kazi unahitaji kunisaidia. Ni kazi gani hiyo? Maana wewe kila kitu unakiweza. Ngoja nikafanya utaratibu wa chakula sana. Siri ya moyo. Yaani
Badala tukafanye kazi, wewe umeenda kuwashika watu makalio. Kwani umeenda kushika makalio, tumeenda kufanya kazi? Mpenzi wangu, ilikuwa vibe tulile. Vibe ndo washikeshike makalio. Kuna miguu, kuna mgongo, kuna kichwani, mpaka ukashikeshike makalio. Kwani mimi makalio sina? Makalio unayo, lakini hujazidi wale. Wale amezidi kwa makubwa, wewe mpiga pasi. Sikiliza nikwambie wewe mbaba. Pale tumeenda kufanya kazi na sio kwenda kuwashikashika watu makalio. Si umenielewa? Sasa sikia, naona kama tunaingiliana kazi, tupeane majukumu. Wewe ukienda kwa Mariam Malela, mimi naenda kwa Mama Kindu. Sijui umenielewa? Wewe ukienda kwa Lima Makanga, mimi ninaenda kwa Chilambi. Jishikilie. Sijui umenielewa? Kila mtu afanye kazi zake sasa hivi. Sijui unanielewa wewe mwanamke? Yaani hapa mguu kwa mguu. Hakuna si umeenda kwa mama nani? Na mimi nimeenda kwa yaani unapotoka ndo nipo. Si umenielewa? Yaani hapa mimi mguu be. Si umenielewa? Sitaki kusikia sijui nini. Yaani hapa titi for tati wote wawili. Sitaki kusikia si unaenda kushikashika makalio. Kwa mimi makalio sina. Wewe kishundu nini? Naona marafiki mmekutana. Sio mbaya. Nilikuwa napita na harakati zangu. Dada Irene. Ulikuwa na shughuli kubwa sana ya kujua mwanamke gani ambaye katika moyo wangu. Esma ndiye kauteka moyo wangu. Lakini pia ndo mwanamke wa ndoto zangu. Nampenda sana. Esma, nakupenda sana. Zaidi ya sana. Moyo wangu umebeba mengi, tena ya kuumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza dunia. Mwalimu mzuri